Na hii shule ya sekondari ya Tosamaganga ilianzishwa na wamisionari wa Konsolata. Ndio shule ya kwanza kusajiliwa. Usajili wake ni namba 1, kwamba wamisionari walijenga shule yenye ubora ambao hata serikali ikaamua kuisajili kuwa ndio shule ya kwanza kutambulika rasmi kwamba ni sekondari. Iko hapo hatua chache kutoka hapa. Sasa unaona wamisionari kwamba hawakuwa mawakala wa koloni. Walishiriki katika kuwatayarisha Watanzania wapigania uhuru. Nikiwapa mfano, familia moja ya chifu ilikuwa. Huyu chifu alimuomba padre abatizwe. Ye chifu akasema, padre akamwambia, siwezi kukubatiza mpaka nikupe mafundisho uielewe dini. Sisi hatubatizi kwa kukurupuka, lazima upate mafundisho. Sasa kwa sababu wewe ni chifu, huwezi kufundishwa na watu wengine, unatoka nyumbani kwako unakuja mission kufundishwa. Nitakuwa mimi padre nakuja huko huko nyumbani kwako. Kwa hivyo huyu paroko mzungu alikuwa anaenda kumfundisha huyu chifu nyumbani kwake kila siku jioni. Na huyu chifu alikuwa na mtoto mmoja ambaye akamuuliza baba yake, baba, huyu mzungu mwenye nguo nyeupe anakuja kufanya nini? Na baba yake akasema, huyu ni padre, anakuja kunifundisha dini. Mtoto akasema, na mimi nataka kujifunza. Baba yake akamwambia, hapana, wewe kachunge ng'ombe, wewe muda wako wa kujifunza bado. Kwa hivyo huyu mtoto alikuwa mjanja sana, alikuwa mwelevu. Wakati padre anamfundisha baba yake, yeye alikuwa anawaacha ng'ombe, anaenda kusikiliza. Alikuwa anachabo na kusikiliza. Sasa kuna vitu ambavyo alikuwa havielewi na anataka kuelewa, anasikiliza na haruhusiwi na baba yake kwa sababu ametumwa kuchunga ng'ombe. Siku moja uzalendo ulimshinda, akaamua kuingia. Na baba yake akamfukuza padre akisema, mwache. Unasemaje kijana? Akasema, padre, mimi na maswali. Uliza. Huyu mtoto alimuuliza padre yule maswali ya akili sana. Yule padre akasema, huyu mwanao inaonekana ana akili sana, naomba nimchukue. Baba yake akasema, hapana, huyu anachunga ng'ombe. Padre akasema, hapana, mtu mwingine achunge ng'ombe, huyu mtoto wako ana akili, naomba nimchukue. Akamchukua akampeleka shuleni yule mtoto. Darasa la kwanza alisoma miezi michache, ameelewa kuliko wengine, akarushwa darasa la pili, la tatu, akarushwa mpaka akamaliza darasa la 7. Baadaye akaenda chuo kikuu, amesoma, amerudi, akaanzisha chama, na huyo ndio Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza. Sasa unawezaje kusema kwamba wamisionari ni mawakala wa ukoloni? Na Nyerere anapopigania uhuru, ilibidi aiache familia yake. Akasema, sasa familia yangu ili iwe salama niiweke wapi? Akaileta hapa Tosamaganga familia kwa mapadri, mabradha na masista wa Konsolata. Familia yake ilikaa hapa Tosamaganga. Watoto wake walipata komunio ya kwanza tarehe hapa. Kuna picha kwenye gazeti la Enendele linauzwa pale. Nyerere akiwa waziri mkuu anapigania uhuru. Sasa aliamini kwamba wamisionari ni watu salama na walimsaidia apiganie uhuru. Hata kule Pugu alipofukuzwa kazi, si kwamba alifukuzwa kazi. Wakoloni walimwambia padre mkuu wa shule kwamba kama unamwajiri huyu tunakunyima sisi usajili. Kwa hivyo yule misionari akisema, wewe pigania uhuru, acha kazi, sisi tutakusaidia, usiogope. Ndio akaleta watoto wake waje huko Tosamaganga kwa Konsolata. Alipokuwa hata akiwa rais Mwalimu Nyerere, ili alale mahali salama, alikuwa analala kwenye parokia fulani, ndio. Kwa hiyo wamisionari sio mawakala wa koloni hata siku moja. Mwalimu Nyerere amepigania uhuru anapoenda Umoja wa Mataifa kusema kwamba Tanzania iko tayari kuwa huru. Watanzania mbalimbali walimpa michango. Nusu ya nauli alipewa na wamisionari. Sasa huwezi kusema kwamba wamisionari ni mawakala wa koloni hata siku moja. Kwa hivyo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaunganisha wafanyakazi na wakulima katika chama chenye nguvu hata kupata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961 toka kwa Waingereza. Na unajua kwa nini Tanzania ilipata uhuru tarehe 9 mwezi Disemba? Tarehe 8 Disemba kuna sherehe gani? Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Nyerere ni Mkatoliki. Aliomba kwamba Tanzania ipate uhuru tarehe 8 Disemba. Lakini maaskofu wakamwambia, nchi hii na Wakristo Waislamu tusije tukaingia kwenye shida, ipate siku ya pili yake. Lakini kwa sababu bendera ya mkoloni itakuwa inashushwa kabla ya saa 6 usiku wa tarehe 9 na bado tuko kwenye sherehe za Bikira Maria mkingiwa dhambi asili, basi ni kitu kile kile. Umeona?
Kwa hiyo basi, wimbo wa taifa, Mwalimu Nyerere nchi inapata uhuru, akamwambia Watanzania, tungeni wimbo wa taifa, leteni maneno. Wimbo tayari, ile tune ile tutaitumia maneno mbalimbali. Maneno yaliyokubaliwa yale yanasema Mungu ibariki Afrika, dumisha uhuru, yalitengenezwa hapa Tosamaganga na Padre Muso wa shirika la Consolata. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba wamisionari ni mawakala wa wakoloni. Si kweli. Hapa Tosamaganga chuo cha kwanza cha ualimu wa wasichana kilijengwa hapa na masista wa shirika la Consolata. Sasa unapomfundisha mtu awe mwalimu, manake unamfunua akili awafundishe wengine. Haiwezekani umfundishe mtu awe mwalimu ili umtawale, haiwezekani. Kwa hiyo masista wa shirika la Consolata walipoanzisha hapa chuo cha kwanza cha walimu wanawake, lengo lao ni kuielimisha jamii. Waswahili tunasema ukielimisha mwanamke umeelimisha jamii. Ndio lengo la masista wa shirika la Consolata walipoanzisha hapa mwaka 1930 ngapi huko, 23 ilikuwa. Miaka mingi iliyopita. Sasa unamuelimisha mwanamke. Niwape mfano mmoja. Siku moja mwalimu alikuwa anafundisha darasani. Anapofundisha akawauliza wanafunzi, ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Akaanza na wa kwanza, anaitwa Jeremia. Jeremia, niambie wewe ukiwa mkubwa baada ya masomo ya chuo unataka kuwa nani, chuo kikuu? Mmoja akasema, mimi nikimaliza masomo nataka kuwa daktari. Kwa nini? Akasema nataka kuhudumia wagonjwa kwa upendo na kadhalika. Akaulizwa mwingine, anaitwa Sofia. Wewe Sofia ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Sofia akasema nikiwa mkubwa nataka kuwa mwalimu. Akamuuliza mwingine, anaitwa Kevin. Kevin, wewe ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Kevin akasema nataka kuwa engineer, kwa sababu nikiwa engineer nitakuwa na pesa nyingi, najenga nyumba nzuri na nitakuwa na gari mbili, moja ya kwangu, moja ya mke wangu. Akaulizwa Mariam. Mariam, wewe ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Mariam akasema mimi nikiwa mkubwa nataka kuwa mke wa Kevin.